wa BOT ameweza kuzungumza kuhusiana na baadhi ya watu ambao wanatumia pesa Tanzania, wanatumia hizi notice tunafahamu kuweza kutengenezea maua. Leo ni tarehe 13, kesho ni tarehe 14. Kuna watu ambao wameshaandaa zawadi zao kwa ajili ya kuweza kuwapa wapenzi wao. Sasa naomba hili tangazo liweze kuwafikia. Kama ulikuwa hujaweza kulisikia tangazo hili, ngoja nikwambie. Gavana wa BOT Emmanuel Tutuba ameweza kutoa tangazo akisema ni marufuku kwa noti ya Tanzania kutengenezea maua. Wewe kama ulishaandaa maua yako kwa kutumia noti za Tanzania kwa ajili ya kwenda kumpelekea zawadi huyo mpendwa wako siku ya kesho, ni marufuku. Amesisitiza, amesema ni kosa kisheria, na ukiweza kubainika na kosa hilo, faini ni kiasi cha shilingi milioni 5. Sasa unaweza kupata picha, labda unaweza kutumia kiasi hata labda mfano cha 300,000, 500,000 kutengenezea shada lako mwenyewe, ua lako zuri, kwenda kumpa huyo mpendwa wako wa siku ya kesho. Alafu nakuja kwenye upande wa faini huku umekutwa. Sasa ndugu yangu, wewe umekosa. Hili ni kosa kisheria na tangazo lilishatolewa na gavana BOT. Unabidi uweze kulipa faini milioni 5. Haya ndugu yangu, utaipata wapi? Valentine nitakuponza. Huyo mpendwa wako atakuponza. Kwa hiyo ni tangazo ambalo ameweza kulitoa. Lakini hata tuliweza kuona wiki hii katika upande wa Kenya na wenyewe pia waliweza kutoa tangazo hili. Nikasema Kenya mbona umetoa tangazo hili mapema kabisa, lakini hata bado kwa Tanzania tangazo hiyo tena limetoka, ni marufuku, ni kosa kisheria. Kwa kama ulikuwa na mpango wa kumwambia huyo mpendwa wako eti kwamba akuletee zawadi, labda ulitegemea nitaletewa zawadi hapa maua ambayo yamepambwa kwa noti za Tanzania, ndugu yangu, ondoa hilo wazo. Na kama ulipanga kumpelekea huyo mpendwa wako maua ambapo maua hayo yamepambwa kwa pesa za Tanzania, ondoa wazo hilo, atakuponza. Na tamatisha hivyo katika upande wa kitaifa. Tupate mapumziko, na nikiweza kurejea tena utakuwa na wasaa mzuri wa kuuliza yale ambayo nimeweza kuandalia katika upande wa kurasa